Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kuanzia mstari wa 26. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Neema na iwe kwako, na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Hekima inapaza sauti yake. Yeye mwenye masikio ya kusikia na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Siku zote maandiko matakatifu ni hekima ya Mungu, na hekima ya Mungu haijulikani kwa kutumia akili za binadamu. Hekima ya Mungu inajulikana kwa njia ya Roho Mtakatifu akiwa kama mwalimu wa kutufundisha, wa kutukumbusha, na kwa yeye ndio tunaelewa maandiko matakatifu. Mungu anamuumba mwanadamu siku ya sita. Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na tumfanye mtu kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Huyu mtu akatawale kila kiumbe baharini na nchi kavu. Basi Mungu akamfanya mtu, akamuumba mwanamume na mwanamke. Hawa wawili, mmoja Adam, mmoja Hawa, akamuumba mwanamume na mwanamke. Nini maana hasa ya haya maneno? Kwa nini Mungu anasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu? Mungu anafanana nini? Yukoje Mungu? Anafananaje? Mungu ana sura gani? Je, Mungu ni binadamu? Ana sura ya kibinadamu kama tulivyo? Mungu ana mwili huu? Jibu hapana. Mungu hana mwili huu. Mungu sio mwanadamu, lakini maandiko yanasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura zetu. Je, Mungu wako wangapi? Usihofu. Mungu ni mmoja. Wakati anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ulikumbuke neno la Yesu Kristo Bwana wetu anasema, mimi na Baba tu wamoja. Mimi na Baba tu wamoja. Kwa hiyo anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, yeye Mungu Baba na yeye Mungu Mwana Yesu Kristo akiwa pamoja naye. Ndio maana anasema kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Yesu Kristo anasema mimi na Baba tu wamoja. Mungu na Yesu Kristo mwanaye. Na ndio maana anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Yeye na neno. Neno ni Yesu Kristo. Lakini sasa, je, Mungu ni mwanadamu? Jibu hapana. Mungu sio mwanadamu. Je, Mungu ana sura hii kama tulionayo sisi, sura ya kibinadamu? Jibu hapana. Kama mtu anakuambia Mungu ana sura hii, huyu anahitaji kuhubiriwa hii hekima ya Mungu. Mungu sio mwanadamu, hana sura ya kibinadamu, lakini amesema
na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Sura gani? Watu wanatakiwa kujua neno moja. Mtu wa kwanza aliyeumbwa ni Adamu na Hawa mkewe. Wale wanaozaliwa kwa Adamu, wanaotokana na Adamu, hao wamefanana na Adamu wa kwanza, baba yao. Kwa hiyo wanadamu wote ulimwenguni, hawa ni wana wa Adamu, tumefanana na yeye alivyokuwa Adamu wa kwanza, baba yetu na mama yetu. Kwa sababu huyo ni Adamu, ndio maana sisi tunaitwa wana wa Adamu. Tumefanana naye kwa jinsi ya mwili huu, tumefanana na Adamu. Lakini Mungu ni roho. Kwa hiyo hao walio wa roho ndio wamefanana na Mungu ambaye ni roho. Kwa hiyo anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, hii inamaanisha kwa sura yetu, hii inamaanisha anataja yeye mwenyewe Mungu na Yesu Kristo mwanaye. Wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, hao ndio wana wa Mungu, kama maandiko yanavyosema. Wote waliompokea Yesu Kristo, hao wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Hawa sasa kwa jinsi ya roho ndio wako kama Mungu alivyo, kwa sura ya Mungu. Tusome maandiko katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15, neno la Mungu linasema hivi katika mstari wa 48 na 49. Anasema, kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Biblia inatuambia yuko Adamu wa udongo ambaye ndio baba yetu sisi, huyo mtu wa kwanza kuumbwa, tumefanana naye. Na yuko Adamu wa roho ambaye huyo sasa ndio Yesu Kristo, ambaye kwa huyu tumefanana naye. Sasa Adamu wa kwanza ni wa udongo na Adamu wa pili ni wa roho. Kwa Adamu wa kwanza tumezaliwa, kwa huyu Adamu wa udongo tumefanana naye katika mwili huu. Sura hii ni ya Adamu wa kwanza. Lakini kwa habari ya roho, sisi tumefanana na Yesu Kristo kwa sababu tumezaliwa kwa yeye. Kwa hiyo kwa habari ya kufanana na Mungu ni roho zetu. Kila anayemwamini Yesu Kristo ana sura ya Mungu, ana sura ya Kristo. Ndiyo maana anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Roho, siyo mwili. Mwili ni wa Adamu, tumefanana na Adamu baba yetu. Lakini roho, tumefanana na Mungu aliye roho na Yesu Kristo aliye roho, tuliyezaliwa kwa yeye kwa jinsi ya roho, kwa njia ya imani katika mwili na damu yake. Lakini mtu asiyemwamini Yesu Kristo naye amefanana na roho chafu, ibilisi, shetani. Hawa wanaitwa wana wa majoka, kama Yesu Kristo anavyosema, ninyi mnaye baba yenu ambaye sio Mungu wa mbingu na nchi. Ibilisi, shetani, ndiyo baba yenu. Kwa hiyo mmefanana kabisa na baba yenu kwa sababu hamna neno la Mungu, hamumwamini Yesu Kristo. Hawa kwa jinsi ya roho wana sura ya ibilisi, shetani. Lakini sisi tuliomwamini Yesu Kristo, tumezaliwa mara ya pili, tuna sura ile ile ya Mungu na Yesu Kristo, roho zetu. Watu wanatakiwa kuelewa hii hekima ya Mungu. Kwa hiyo Mungu alipotuumba sisi kwa mfano wake na kwa sura yake, roho zetu, ina maana lazima tumwamini Yesu Kristo, tuzaliwe kwa Yesu Kristo, kwa neno la Kristo katika damu yake, ili sisi tuwe kama Mungu alivyo. Kwa hiyo Mungu ni roho na wale walio wake ni roho. Mungu ni roho na sisi ni roho, tumefanana, mfano ule ule na sura ile ile, kama maandiko yanavyosema katika Torati, Bwana wa roho zote za wenye mwili. Yeye ni Mungu wa roho zote za wenye mwili.
Sisi ni roho tunaoishi katika mwili huu wa udongo. Ndio maana imeandika, e Bwana wa roho zote za wenye mwili. Kwa hiyo Mungu ni roho na sisi ni roho kwa Yesu Kristo katika damu yake. Sisi ni sura ya Mungu mwenyewe halisi. Kama alivyo Kristo ndivyo tulivyo sisi, na ndio maana tukaitwa wana wa Mungu. Na Yesu Kristo mwenyewe hakuona haya kutuita sisi ni ndugu zake. Akasema, Baba yangu na ndiye Baba yenu, Mungu wangu ndiye Mungu wenu. Yeye akatuita sisi ndugu kwa sababu tumefanana. Tumefanana nini? Roho. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujua hivyo. Mungu ni roho na sisi ni roho. Mungu ni mwenye haki na sisi ni wenye haki kwa damu ya Yesu Kristo. Tumefanywa kuwa wana wa Mungu kwa damu ya Yesu Kristo, na tumefanywa kuwa wenye haki kwa damu ya Yesu Kristo, kama anavyosema katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 9. Tumehesabiwa haki kwa damu yake. Kwa hiyo tutakokolewa katika yeye. Kwa damu ya Yesu Kristo tumehesabiwa haki. Kwa njia ya imani tumehesabiwa haki katika damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye ni mwenye haki na sisi ni wenye haki kwa damu ya Kristo. Hii ndiyo mfanano. Tumekuwa sura moja na Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mtakatifu na sisi ni watakatifu kwa kuwa ni wana wa Mungu kwa Yesu Kristo. Mungu ni mtakatifu na sisi ni watakatifu. Maandiko, Injili inasema hivi, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Tena katika Zaburi anasema Mungu anapendezwa na watakatifu walioko ulimwenguni. Tusome mara moja. Zaburi 16 mstari wa 3 anasema hivi, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Mungu anasema anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Sasa hawa watakatifu wamekuwa watakatifu sio kwa matendo yao, sio kwa kazi yao, sio kwa fedha na mali yao, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa kumwamini Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo imefuta dhambi zao. Tumepata msamaha wa dhambi wa milele kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa tunaitwa watakatifu kwa kuwa Yesu Kristo ni mtakatifu. Hiyo ndiyo sura ya Mungu, hiyo ndiyo sura ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hiyo ndiyo sura yetu sisi. Tuko sawa kama Bwana alivyo, na ndivyo sisi tulivyo ulimwenguni humu. Mungu wetu ni uzima wa milele. Mungu wetu ana uzima wa milele. Yeye ni uzima wa milele na sisi ni uzima wa milele. Kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Yeye ana uzima wa milele na sisi tuna uzima wa milele. Tumeupata wapi? Kwa Yesu Kristo. Kama anavyosema katika waraka wa Yohana sura ya 5 mstari 11, 12 na 13, kwamba Mungu ametupa uzima wa milele na huo uzima ameuweka kwa mwanaye Yesu Kristo. Kila aliye naye mwana anao huo uzima wa milele, na kila asiye naye mwana hana huo uzima wa milele. Mstari wa 13 anasema, nimewaandikia haya mpate kufahamu kwamba ninyi mna uzima wa milele mliaminio jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tuna uzima wa milele, tumepewa uzima wa milele uko kwa Yesu Kristo. Kila amwaminia Yesu Kristo katika mwili na damu yake anao uzima wa milele. Yeye ni uzima wa milele kama Mungu, kama Yesu Kristo Bwana wetu. Kama vile yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu, kwa sura ya Kristo, kwa sura ya Mungu. Na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sura yenyewe ni roho zetu, sio huu mwili. Kwa huu mwili tumefanana na Adam baba yetu, lakini kwa jinsi ya roho tumefanana na Mungu. Hizi ndizo sura za Mungu. Mungu ni roho, mwenye haki, mtakatifu, ana uzima wa milele.
Lakini Mungu ni upendo, kama maandiko, Injili inavyosema, Mungu ni upendo na sisi ni upendo. Kama yeye alivyo, na sisi ndivyo tulivyo duniani hapa. Yeye ni upendo na sisi ni upendo. Wakristo ni wana wa Mungu. Wana wa Mungu wana tabia ya Mungu Baba yao. Yeye ni upendo na watoto ni upendo. Yeye ameupenda ulimwengu, sisi tunawapenda ndugu zetu, awe adui, awe anatuchukia au ndugu yetu. Upendo kwa ndugu yetu. Yeye ni upendo na sisi upendo. Tumeachiwa amri ya upendo na Yesu Kristo. Anasema, nimewapa amri, mpendane ninyi kwa ninyi, ili watu watakapowaona wajue ninyi ni wanafunzi wangu, wajue ninyi ni wana wa Mungu, wajue ninyi ni watakatifu wa Mungu mlioko hapa duniani. Kwa njia ya upendo tunajulikana kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ni upendo, aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee afe kwa ajili ya uzima wetu. Huo ndio upendo, na ndio maana anajulikana Mungu ni upendo. Na yeye ndiye aliyetupa amri kwamba mpendane ninyi kwa ninyi, na watu wakiwaona watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, ninyi ni wanangu, ninyi ni matunda yangu. Kwa hiyo Wakristo wanaomwamini Yesu Kristo kwa dhati, kwa kweli, sio kwa ufisadi, hao ni upendo. Kwa sababu tabia ya wana wa Mungu ni upendo. Tabia ya Wakristo ni upendo. Tabia ya watakatifu ni upendo. Huna upendo wewe, hukuzaliwa na Yesu Kristo. Huna upendo kwa ndugu, huna upendo kwa jamaa, huna upendo hata kwa adui. Wewe hukuzaliwa na Mungu. Wewe hukuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo sura yako ni tofauti na sura ya Mungu. Yeye asiye na matendo mema ya upendo kwa ndugu, huyo amezaliwa na Ibilisi, Shetani, kwa sababu kinyume cha upendo ni chuki, hila, uongo, uuaji. Kwa hiyo mtu atajulikana tu wazi kupitia upendo. Mtu atajulikana yeye ni mwana wa Mungu. Yeye ni upendo, amezaliwa kwa upendo, Yesu Kristo. Huna upendo kwa ndugu, unathibitisha kuwa wewe sio mwana wa Mungu kwa Yesu Kristo. Wewe ni mwana wa majoka, kwa sababu upendo huna. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, yeye akuchukiaye umwombee, yeye anayekulani umbariki, yeye anayekulani na kukupiga umsamehe kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anawapenda wanaomcha na wasiomcha, wanaompenda na wasiompenda. Anawapenda wote, kwa sababu anawapa jua wote wawili, anawapa mvua wote wawili, analinda pumzi zao wote wawili. Kwa hiyo sisi tuwe kama Baba yetu wa mbinguni, na kama tukifanya hivyo, Yesu Kristo anasema, ndipo hapo mmekamilika, mmekuwa kama Baba yenu wa mbinguni. Mungu ni upendo, na sisi tuliodhaliwa kwa Mungu kwa Yesu Kristo ni upendo. Upendo uonekane kwa ndugu. Tuwapende ndugu zetu, tutende matendo mema kwao. Mwenye njaa apewe chakula kwa jina la Yesu Kristo. Aliye uchi umpe nguo ya kuvaa. Aliye mgonjwa akatazame kwa msaada. Lakini yeye anayekuchukia basi wewe umpende. Yeye anayekulani wewe umbariki kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu upendo ni nguvu ya uhai. Upendo sio nguvu ya kulani. Upendo sio nguvu ya visasi. Upendo ni nguvu ya kubariki, nguvu ya uhai, nguvu ya uzima, nguvu ya neema. Upendo ni nguvu ya Mungu, tabia ya Mungu na wana wa Mungu. Mtu atajulikana yeye ni upendo, aliyezaliwa kwa upendo, Yesu Kristo, kwa njia ya upendo. Kwa hiyo watu wajue hivi, kwa kuwa sisi ni wana wa Mungu kwa Yesu Kristo, ajue
Kama vile Mungu alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Ndio maana anasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kila kitu alicho nacho Mungu wamepewa watoto wa Mungu walio wa Kristo. Katika waraka wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17 neno la Mungu linasema hivi, tusome mara moja. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16 na wa 17 anasema hivi: nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Maandiko matakatifu yanasema Mungu ni upendo. Yeye aliye ndani ya upendo yuko ndani ya Mungu, na Mungu yuko ndani yake. Kwa sababu hiyo sasa, kama vile Mungu alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Mungu ni roho na sisi ni roho, roho wa uzima, roho za Baba yetu ziishizo katika mwili. Mungu ni mtakatifu na sisi ni watakatifu. Mungu ni mwenye haki na sisi ni wenye haki. Mungu ana uzima wa milele na sisi ni uzima wa milele. Mungu ni upendo na sisi ni upendo kwa ndugu zetu. Mungu akubariki sana. Ujue Mungu aliposema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, alikuwa anahubiri kwa habari ya habari njema ya wokovu, ya uzima kwa Yesu Kristo, kwa jinsi ya Roho, kwa njia ya imani katika damu ya Yesu Kristo. Tumezaliwa mara ya pili tufanane na Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo tulikuwa tumefanana na Ibilisi Shetani, kwa kuwa tulikuwa wenye dhambi, laana na mauti. Yesu Kristo akatuzaa mara ya pili, sasa tuwe wana wa Mungu. Ndiyo maana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12 anasema, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, wale waliaminio jina lake. Kila aliyemwamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ni sura ya Mungu, ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo tunategemea kwa Wakristo kuona tabia ya Mungu, kwa sababu wao wamekuwa ni wana wa Mungu watakaoonekana katika ulimwengu wa giza, waonyeshe upendo, waonyeshe tabia ya Mungu, upendo, utakatifu. Mkristo unaishi kwa tabia mbaya, matendo machafu. Unawezaje kusema umefanana na Mungu? Umefananaje na Mungu? Tabia ya Mungu ni upendo. Wewe huna tabia ya Mungu, unalani, unatukana, unadhihaki, unachukia, una maadui. Huwezi kuwa umezaliwa na Kristo, kwa sababu wale walio wana wa Mungu waliozaliwa kwa Kristo wana amri ya upendo, na wao ni upendo. Tutende matendo mema. Niseme tu hivi, mshinde adui yako kwa upendo, kama vile Kristo alivyomshinda Ibilisi kwa upendo. Upendo wa Mungu ndio uliomshinda Ibilisi. Shetani, Ibilisi hana lugha ya upendo. Kwa silaha pekee ya Mungu aliyowapa watoto wa Kristo ulimwenguni kumshinda adui ni upendo. Mungu ni upendo na sisi ni upendo. Kama Yesu alivyo ndivyo tulivyo na sisi. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Hekima inapaza sauti siku zote mbele zako. Hekima ya Mungu inapaza sauti siku zote mbele zako. Wewe uliye na masikio ya kusikia, sikia neno hili.
ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye atakayeshinda hata mwisho ana uzima wa milele. Wewe ni sura ya Mungu. Wewe ni mfano wa Mungu kwa Yesu Kristo, kwa njia ya imani katika mwili na damu yake. Umekuwa mwana wa Mungu. Sasa yaonekane matendo yako, uonekane upendo wako, uonekane tabia ya wana wa Mungu kwa ulimwengu. Ishi kwa tabia ya Mungu, ishi kwa tabia ya Yesu Kristo, ili watu wakikuona wamtukuze Yesu Kristo, wajue huyu ni mwana wa Mungu kwa Yesu Kristo, huyu ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Upendo. Onyesha sasa upendo wako, ambao upendo wa baba yako. Onyesha kile ulichopewa na Baba, upendo kwa ndugu hadi kwa adui. Onyesha hicho ili watu wajue Wakristo hawa, kwa sababu Kristo ni upendo. Mungu akubariki wewe, akabadilishe roho yako, abadilishe matendo yako, abadilishe njia zako. Wewe uishi ndani ya upendo, na upendo iwe ndiyo tabia yako ya milele mpaka siku Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutuchukua. Neema na iwe kwako. Amen.